Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Kupando. Leo ni siku nyingine tena Mungu ametupa kibali na kuweza kuiona siku ya leo. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kunifuatilia, lakini kama bado haujasubscribe, na kuomba usubscribe channel hii ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa huduma. Kama hujafanya hivyo, kubariki. Leo nakuja na somo lenye kichwa cha ujumbe kinachosema kazi tatu za nabii. Kazi tatu za nabii. Manabii wapo, lakini hawapo kwa bahati mbaya, wapo kwa makusudi, Na manabii ambao nawasemea hapa ni manabii wa Mungu ambao wana roho wa Mungu. Kazi yao, wanafanya kazi ya Mungu, sio kazi ya shetani au udanganyifu au unabii. Tunasemea manabii wa Mungu. Kwa hiyo zipo kazi tatu za nabii ambaye ni wa Mungu. Zipo kazi tatu za nabii wa Mungu. Kwanza, nabii ni mtu anayesimama badala ya Mungu duniani. Nabii ni mtumishi ambaye anasimama. Nabii ni mtumishi anayesimama badala ya Mungu duniani. Kwa hiyo ni mtu ambaye anabeba maneno ya Mungu kwa ajili ya wanadamu, ama kwa ajili ya kanisa, ama kwa ajili ya taifa, ama kwa ajili ya mtu binafsi. Kwa hiyo nabii amesimama badala ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo kazi tatu za nabii, Kazi ya kwanza ya nabii wa Mungu, kazi yake ya kwanza ni kuonya. Kazi ya nabii ni kuonya. Kwa hiyo ukimwona nabii wa Mungu anaonya, basi ujue amesimama kwenye nafasi yake. Achana manabii hawa wakubariki tu. Barikiwa. Hata maovu yanaweza kuendelea kwenye nchi, yeye akanyamaza. Kazi ya nabii ni kuonya. Kwa hiyo nabii wote wa Mungu huwa ana ujumbe wa Mungu kuhusu nini? Kuhusu maonyo. Kama Mungu akimwambia nenda kaonye mtu fulani, bila kujali ngazi yake, ikiwa ni rahisi, ni lazima aende kumuonya, amuonye. Lazima amuonye. Ikiwa ni mtu binafsi, lazima amuonye. Mtu yeyote yule ambaye Mungu anaweza kumtuma wake kwa njia ya maonyo, anakwenda kuonya. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya nabii ya kuonya. Na ndio maana kwa kitabu kile cha Isaya sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu nasema, ole wake taifa lenye dhambi, ole wake taifa lenye dhambi. Kwa hiyo hii ni ole. Inaweza kuwa ni onyo pia. Onyo ama ole wa taifa lenye dhambi. Ole wa taifa lenye dhambi. Kwa hiyo tukaangalia kitabu cha Isaya, uangalie kinasemaje. Kitabu cha Isaya sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu linasema, ole wake taifa lenye dhambi, watu wachukua mzigo wa uovu, wazao watenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Ole wa taifa lenye dhambi, Kwa hiyo kazi ya nabii ni kuonya. Pia kitabu hiki cha Yeremia, sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 7, na mstari wake ni wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Kwa hiyo hii ni kazi ya nabii. Kwa hiyo nabii anapokea maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo kama Mungu anatamani kusema na mtu binafsi, iwe ni kwenye serikali, iwe ni kwenye kampuni, ama ni mtu binafsi, nabii anaweza akatumwa na Mungu kwamba akamonye mtu fulani. Mtu mwingine pia ambaye tunamwona kwenye Biblia, ambaye alienda kumonya
alienda kumwonya Daudi juu ya dhambi ya ile aliyoitenda juu ya mke nini, juu ya mke wa Uria, juu ya mke wa Uria. Kwa hiyo alimtuma, alikuwa nabii, alikuwa anaitwa Nathani, nabii ambaye aliyotumwa kwa Mungu aende kumwambia Daudi juu ya dhambi ile ya aliyoitenda juu ya mke wa Uria. Kwa hiyo kazi ya nabii ni kuonya. Kazi ya kwanza ya nabii ni kuonya. Kazi ya pili ya nabii, kazi ya pili ya nabii ni kutabiri. Hii ni kazi nini? Hii ni kazi ya pili ya nabii. Ni kutabiri. Kwa hiyo kazi ya nabii, anatabiri. Nabii ni muonaji. Yeye anaona mambo yale ambayo yanakuja ya mbele. Yaani mambo ya mbele yanayokuja yeye anaweza akayaona. Kwa hiyo kazi ya nabii pia ni kutabiri. Kazi ya nabii ni kutabiri. Sasa kwenye hili kila mmoja anaweza akaniunga mkono, asiweze kubisha. Kwa hiyo kazi ya nabii ni kutabiri. Kazi ya nabii ni kutabiri kile ambacho kinachoweza kuendelea, iwe ni kwako kwenye taifa. Yeye kazi yake anaweza akatabiri. Pia kazi ya nabii, kazi pia ya nabii ni kupokea kazi ya nabii ni kuelekeza. Kazi ya nabii ni kuelekeza. Pale mtu anapoweza kwenda kinyume na mambo ya Mungu au na neno la Mungu, kazi ya tatu ya nabii ni kuelekeza. Anaweza akamwelekeza. Unaona, tunamwona mtu mmoja kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 21 mstari wake. Matendo ya Mitume sura yake 21 ukianzia mstari wa 10. Na mtu mmoja anaitwa Agabo. Namna alivyotoa unabii juu hii ni kwenye kipengele cha kutabiri, sio kwenye kuelekeza. Kipengele cha kutabiri. Namna alivyotabiri juu ya Paulo kwamba anakwenda Yerusalemu, lakini huko atafungwa. Kwa hiyo tunamwona nabii huyu Agabo. Kwa hiyo kasoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura 21 mstari wa 10 na kuendelea, utaona namna Agabo alivyoelekeza, Kazi ya tatu ambayo nilikuwa nimesema ndio hiyo. Kazi ya tatu ya nabii ndio hii ya kuelekeza. Yaani kuelekeza. Labda unauma ufanya nini juu ya ugonjwa wako. Na kwenye hili hapa tunamwona Elisha na Naamani. Naamani alivyomwelekeza juu ya ugonjwa wake wa ukoma, kwamba aende kwenye mto huo Yordani, kwamba aende kujichovya mara 7 ama aende kuoga mara 7 kwenye mto Yordani, naye apokea uponyaji. Kwa hiyo ni kazi hizo ni kazi tatu za nabii. Kwa hiyo nabii yote yule lazima aonye. Ni kazi yake kuonya. Nabii pia lazima atabiri. Sababu nabii ni muonaji. Anaona mambo yanayokuja na mambo yaliyopita pia anaweza, kwa sababu yeye ni muonaji. Na ya tatu ndio hiyo, kwamba anaelekeza kwamba kitu gani ufanye ili uweze kupokea kile ambacho unahitaji. Kama ni uponyaji, kama ni nini, yeye anaweza kukuelekeza. Kwa hiyo hizo ni kazi tatu za unabii. Hizo ni kazi tatu za nabii ambazo za kufanya. Kwa hiyo kama nabii lazima ujue nafasi yako ulionayo ni ipi kwenye utumishi wa Mungu. Lazima ujue nafasi yako iliyopo ni ipi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Shalom. Nadhani vipindi vingine tutaendelea kuonana vipindi vingine kadri Mtakatifu atakavyoendelea kutufunulia, ili kwamba tuendelee kufundishana. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema. Amen.